Mwanza, Waislamu na wasiokuwa Waislamu. Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA limeendelea kujipanga na kuhakikisha kwamba linaendelea kuwa chombo cha kuwahudumia Waislamu. Linakaa kwenye nafasi yake kama katiba yake inavyoeleza, linakaa kwenye nafasi yake kama madhumuni ya kuanzishwa kwake BAKWATA yanavyojieleza ukisoma katiba ya BAKWATA. Napenda kuwapa taarifa kwamba mkoa wa Mwanza umepewa heshima na BAKWATA taifa, kwa maana BAKWATA makao makuu. Kama ilivyo ada, mara nyingi tunapewa heshima hii. Sisi BAKWATA mkoa wa Mwanza tumeipokea kwa mikono miwili. Ndio maana niko na katibu hapa, niko na baadhi ya viongozi kuwaonyesheni kwamba ni jambo tumelipokea kwa mikono miwili na mikono ya shukrani. Jambo gani? Uongozi wa BAKWATA taifa umependekeza mkoa wa Mwanza iwe sehemu ya uzinduzi wa database ya madrasa nchini. BAKWATA imeamua kuanzisha database ya madrasa zote nchini zilizo chini ya Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania na zisizo chini ya baraza. Kwa zile zitakazopenda, ni vizuri kuwemo ndani ya database hii, kufahamu walimu wa madrasa, kufahamu masomo yanayosomeshwa, kufahamu uhitaji, kufahamu changamoto. Kwa inatengenezwa database ya madrasa. Sasa kitaifa tumekuwa heshima mkoa wa Mwanza, itazinduliwa mkoani Mwanza tarehe 24 mwezi wa pili mwaka 2026. Kutokana na mwandamo wa mwezi, inawezekana ikawa kati ya tarehe 6 au 7, itakuwa tarehe 6 chungu 6 cha mwezi wa Ramadhani. Jambo la kufurahisha zaidi, jambo hili linakuja kuzinduliwa na bwana mkubwa mwenyewe, Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania, Daktari Sheikh Abubakar bin Zubair bin Ali Bwana Mujaddidul Asri. Amekubali mwenyewe kwamba atakuja kuzindua database hiyo. Nitumie nafasi hii kwa unyenyekevu mkubwa kuwaomba Waislamu na wasiokuwa Waislamu wenye mapenzi mema ya udugu na ushirikiano kujitokeza tarehe 24 kumpokea Mheshimiwa Mufti, na moja kwa moja Mufti ataingia mjini hapa katika jiji la Mwanza, na pamoja na uzinduzi wa database ambayo itafanyika siku ya tarehe 24 saa 10 jioni, Mheshimiwa Mufti atazindua na kuweka jiwe la msingi la ofisi za BAKWATA mkoa wa Mwanza. BAKWATA mkoa wa Mwanza imejenga ofisi za kisasa zenye hadhi ya BAKWATA mkoa, na jambo hilo tumeona heshima hiyo au jambo hilo tukufu alifanye baba mwenye nyumba, Mufti na Sheikh mkuu wa Tanzania aje atufungulie. Kwa juu kazi hiyo itafanyika siku hiyo tarehe 24. Mara baada ya kufika, tukishampokea airport, atakuja kutia jiwe la msingi kwenye ofisi za BAKWATA mkoa wa Mwanza. Shina alaikum Waislamu wa mkoa wa Mwanza, na nitumie nafasi hii kualika viongozi wa baraza kanda ya Ziwa, kwa sababu wote tuna ushirikiano Geita, Kagera, Mara, Simiyu, lakini Shinyanga, na sisi kwenye kanda yetu hii tunashirikiana mpaka na Tabora, Kigoma, Katavi, Rukwa, Singida, ndio tunashirikiana kwa karibu. Lakini natoa mwaliko huu kwa mashehe wa mikoa yote nchini Tanzania, na tumeamua kuisema hivi mapema kwa maana pale popote mashehe wa mikoa na mashehe wa wilaya wenye nafasi, sio tu mikoa ya kanda ya Ziwa au ya Magharibi, lakini pale popote watujulishe mapema kwamba wahudhurie, waje ushirikiane na Samahat Mufti kufungua ofisi za BAKWATA mkoa wa Mwanza na kuzindua database ya madrasa. Hii database ya madrasa ni jambo kubwa sana ambalo litafanyika tarehe 6 au 7 kutokana na mwandamo wa mwezi ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Lakini jingine ambalo niwajulishe, mwezi huu wa Ramadhani umepambika na mambo mengi. Mwezi huu wa Ramadhani umepambika na jambo letu maarufu hapa katika mkoa wa Mwanza, linaitwa Badri Day. Kwa hiyo tarehe 17 ya Ramadhani tunakumbuka vita vya Badri vilivyopiganwa miaka 1400 iliyopita, Mtume kupigania Uislamu na maswahaba 313. Sisi katika harakati za ujenzi wa vituo vyetu vya afya, hospitali zetu, maendeleo, tumeweka kwa mwaka siku moja wanabaraza wa wilaya zote 7: Nyamagana, Ilemela, Magu, Kwimba, Sengerema, Misungu, Ukerewe. Tunakutana katika viwanja vya Furahisha. Pale tunakwenda kufanya jambo kubwa kabisa, na jambo hilo huwa ni kuchangia maendeleo, kuelezana mpango wa mwaka ujao na kadhalika. Kwa hiyo
tarehe 6 au 7 ya Ramadhani, kwa maana ya tarehe 24 ya mwezi wa pili, tutampokea mufti na atatufanyia kazi mbili katika mkoa wetu. Kazi moja ni ya kitaifa, kuzindua database ya madrasa nchini, lakini kazi ya pili ya kimkoa atakuja kuweka jiwe la msingi kwenye ofisi za BAKWATA mkoa. Lakini mwezi 17 pale inaisiwa kama tarehe 7 ya mwezi wa 3, kutakuwa na shughuli ya Badri Day. Tunawakaribisha wenye mapenzi mema tuhudhurie na tujiandae kwa michango yetu ya bila lazima. Wakati mnavyojaliwa basi unakuja kushiriki. Lakini pia jambo la mwisho ambalo pia limo ndani ya kupokea mwezi wa Ramadhani, nitumie nafasi kualika kwamba Jumuiya ya Kuendeleza Qur'ani na Sunna Tanzania ikishirikiana na Baraza Kuu la Waislamu wa Tanzania BAKWATA mkoa wa Mwanza, tumekuwa na ada kila mwaka, leo tunaenda kama miaka 18 hivi. Tumekuwa na utaratibu huo, na hili jambo sisi tumelirithi kwa mashaikh zetu, Sheikh Salim Hassan Fereji, Sheikh Muhammad Salim Bala, Sheikh Sharif Idris Omar Al-Adali, Sheikh Mrisha Hamsini, lakini ila Sheikh Seif Hilal Riyami. Tumekuwa na utamaduni wa kukaribisha mwezi wa Ramadhani. Kwa hiyo tarehe 13 ya mwezi huu wa pili, siku ya Ijumaa, tutakuwa na dua kubwa ya kuombea wazee wa mji wa Mwanza, mkoa wa Mwanza, mashehe wa mkoa wa Mwanza, watu wote waliotoa auqaf, wakatoa wakfu nyumba zao au vitu vyao kwa ajili ya kutumikia Uislamu. Tutawaombea dua pale Masjid Raudha siku ya tarehe 13 Ijumaa, kwa kutaja majina yao mmoja baada ya mwingine. Lakini sanjari na hiyo, Jumamosi tutakuwa na ziara asubuhi, lakini mchana saa 10 tutakuwa na zafa kutoka Masjid Raudha kwenda Nyamagana, na usiku saa 2 itakuwa ni maulidi makubwa ya kukaribisha mwezi wa Ramadhani. Ndugu zangu, mwezi wa Ramadhani haukaribishwi kwa maasi, haukaribishwi kwa mambo yasiyofaa. Maana kuna watu wanasema kuna vunja jungu, na lile vunja jungu unaenda hotelini unalala, unatafuta mwanamke au unaenda kucheza disco ndio vunja jungu. Hapana. Vunja jungu letu sisi ni kumswalia Bwana Mtume, vunja jungu letu ni kutoa sadaka, vunja jungu letu ni kupeana mawaidha. Kwa tumeandaa maulidi ya swala za Mtume, tutakuwa na dua ya kuombea wazee wa mji wa Mwanza, na tutakuwa na dua ya kuombea waliotoa wakfu nyumba zao, kuombea mashehe, lakini katika dua hiyo wataombea waasisi wa Jumuiya ya Kuendeleza Qur'ani na Sunna Tanzania ambao wamefariki. Kwa shida alaikum, nitumie kupitia vyombo vya habari vilivyoko mbele yangu kuwaomba kwa unyenyekevu kwamba habari hii iwafikie Watanzania, iwafikie Waislamu, na tutakuwa na kauli mbiu ambayo tutaitangaza ndani ya siku zijazo kuonyesha mwaka huu kauli mbiu ya Maulidi, kauli mbiu ya kukaribisha mwezi wa Ramadhani itakuwa hii. Tutaitangaza na mtaiona kwenye mabango yetu. Muhimu ni wakaribisheni waandishi, wananchi, Waislamu, wasiokuwa Waislamu katika haya niliyoeleza. Wallahu waliyut tawfiq. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.